Tonight, once again, usiku wa leo mara tena we are connecting from where we left last week. tunaunganisha mali tuliachia wiki iliyopita. Remember, these are series of programs and services that we are having almost at the end of the year. Kumbuka hii ni msururu wa ibada ambao tunakuwa nao kila mwisho wa mwaka. We want to go to 1 Kings chapter 17. Tunataka kwenda kwa Wafalme wa kwanza 17. Much more, I'm using this time to teach. Na zaidi natumia wakati huu I kufunza. want you to understand how we are moving on Nataka uelewe jinsi ambavyo and tunasonga how we are reading the scriptures and mixing them. na jinsi ambao tunasoma maandiko And tunayachanganya. I know that God will be very faithful to you. Na najua Mungu atakuwa mwaminifu kwako. Now in 1 Kings chapter 17, Kwa Wafalme wa kwanza 17 I will be allowing Reinhard to read, nitamruhusu Reinhard asome and he will read verse 15 only. na tasoma mstari wa 15 peke yake. 1 Kings chapter 17 Wafalme wa kwanza 17 and verses 15. na mstari wa 15. I believe your notebook, your Bible, and everything is open. Naamini Biblia yako na pia kitabu chako kimefunguka. This is a teaching ministry. Hii ni huduma wa mafunzo. If you want your life to be standard, Kama unataka maisha yako iwe na kiwango, then you must be taught the word of God. hivyo lazima ufunzwe neno la Mungu. It is these teachings that provoke miracles that you see. Ni mafunzo haya ambayo yanachochea miujiza ambayo For unayaona. deep understanding of purpose to be very slow tonight, Kwa hivyo kwa kuelewa kwa ndani zaidi nimekusudia kukua taratibu usiku wa because leo. we are in a season and an only season that God has made us to be in. Kwa sababu tuko kwa majira pekee ambayo Mungu ameturuhusu tuwe ndani You yake. are not alive just accidentally. Auishi tu kiajali. God has a purpose why you are alive, Mungu anakusudi kwa nini unaishi. and that is why you are listening to the word tonight. Ndio maana unasikiza neno usiku wa So leo. listen to the word as he reads. Kwa hivyo sikiza neno anaposoma. Mstari wa 15 Biblia inasema, akaondoka na kufanya kama Eliya alivyomwambia. Kwa hiyo kukawa na chakula kila siku kwa ajili ya Eliya, yule mwanamke na jamaa yake. Somebody praise the Lord. Bwana sifiwe mtu. Very, very important areas we are touching tonight. Mahali pa maana zaidi tunaguzia usiku wa leo. As I've been moving, I've been leaving a question mark. Wakati nimekuwa nikisonga nimekuwa nikiwacha swali. Elijah has a need, Eliya ako na and hitaji this widow also has a na need. pia mwanamke huyo ako na So hitaji. how do we balance needs in the ministry Kwa hivyo tutasawazishaje hitaji kwa huduma and needs in our own life? na hitaji kwa maisha yetu wenyewe? How many of you tonight, if you know your pastor doesn't have a meal, Ni wangapi wenyu leo kama mnajua mchungaji wenyu hata ana milioni and you have your last meal now, you are just about to eat, na uko na chakula cha mwisho sasa hivi unataka kula? can stand up now and take your meal to your pastor Unaweza inuka sasa na uchukue chakula chako hadi kwa mchungaji and say, let the ministry be strong, na useme wacha huduma uwe na nguvu let me die. na wacha mimi nife. When the ministry is strong, Wakati huduma bado una nguvu, there will be an overflow and you cannot die. ukunaweza kuwa na kutiririka kukuu na uwezi The kufa. Bible says after she had done that, Biblia inasema baada ya kutenda hivyo made a cake and took it to Elijah. alitengeneza mkate na akampelekea And I Eliya. want to believe Elijah never smiled at the cake. Nataka kuamini kwamba Eliya hakutabasamia mkate ule. Remember, the ravens that have been feeding him Kumbuka kunguru ambao walikuwa wanamlisha had stopped that divine commission. walikuwa wameacha kazi hiyo ya kiungu. The brook that he was drinking from Kijito ambacho walikuwa nakunywa kwayo had just dried, and now there was a need. ndio kilikuwa kimekauka, na sasa hivi kulikuwa na Now, hitaji. the greatest thing that I'm learning tonight, Kwa hivyo kitu kikuu ambacho najifunza usiku wa when leo, we answer to the needs in the ministry, wakati tunajibu hitaji la huduma, God is answering to the needs that we have. Mungu anajibu hitaji ambalo tunalo. If you love it, let me repeat it again, it will Kama help you. unaipenda wacha nirudie tena, itakusaidia. When we answer to the needs in the ministry, Wakati tunaleta majibu katika hitaji la God huduma, answers back to our own needs. Mungu pia hujibu mahitaji I yetu. remember one time I was in Eldoret when I was just a baby in this faith, Wakati mwingine nakumbuka nilikuwa Eldoret na nilikuwa mtoto katika imani, and I had a very small workshop in the Jua Kali. na nilikuwa na duka dogo kule Jua Kali. One of the greatest things that I know how to do even at night, Kitu ambacho najua cha kikuu kufanya hata and I usiku, can do it so well with perfection, na naweza fanya vizuri sana is kiukamilifu,
repairing electrical machines ni kutengeneza mashini za stima and making installations and making the lights on. na kutengeneza pia hata tazi wake. Because before God called me, I was an electrician. Kwa sababu kabla Mungu anite nilikuwa mtu wa kufanya kazi ya And I was stima well known in Eldoret. na nilikuwa nimejulikana vizuri Eldoret. And one day I had just to work for an Asian Na siku customer. moja alikuwa ametufanyia kazi mtu mmoja ambaye ni Muhindi And he had paid me about 35,000 shillings. na alikuwa amemlipa kama 35,000. And when I was moving in between, the church office was there. Na wakati alikuwa anatoka hapo katikati kulikuwa na afisi ya kanisa And down there was my Juakali office. na pale chini kulikuwa na afisi ya jua A kali. small wooden office. Ilikuwa ofisi ambao If you are inside, you are seeing somebody outside. ukiwa ndani unaona mtu nje. Are you getting what I'm talking Je, about? unapata ama So unazungumzia? after being paid that money, Baada ya kulipwa fedha hizo, something drove me and took my legs to the office. kitu kilinivuta kikapeleka miguu yangu hadi I ofisi. didn't know there was a need in the office at that time. My papa was there. Sikujua kwamba kulikuwa na hitaji wakati huo ambapo babangu alikuwa kule. And I went there and met the secretary. Na nikaenda pale nikakutana na And secretary. when I went into the prayer room, there was a small prayer room there. Na wakati aliingia ndani kwa chumba cha kuomba, kulikuwa chumba dogo pale cha I kuomba. was praying and thanking God. Alikuwa anaomba akishukuru Mungu. And I heard what many of us would never want to hear even Na today. nikasikia kile ambacho wengi wetu hawezi kusikia hata leo. God was putting some weight in my heart. Mungu alikuwa anaweka uzito fulani moyoni That mwangu. out of the money that you have now, Kutokana na hiyo fedha ambazo uko nazo sasa. I even don't need anything. Sihitaji kitu kingine I chochote. need 20,000 from it. Nataka tu 20,000. I know you can't allow your ears to hear that tonight. Najua huwezi kubali masikio yako yasikie hayo usiku wa How can you leo. be paid 35,000? Utalipwaje And 35,000? God is simply telling you again He wants 20 from it. Na Mungu anakuambia nataka tena 20,000. And I had a lot of debts. Na alikuwa na madeni mingi. And in fact, that 35,000 would not even be enough for all my debt. Na hata hiyo 35 haingetosha deni yake And yote. here God is speaking to me that He wants 20,000. Na unasikia Mungu anazungumza kwamba anataka I 20,000. assumed that was not God. Alipuuza akasema huyo si I Mungu. ignored that voice severally. Akapuuza sauti hiyo mara And at a nyingi. point I attempted to walk away. Na wakati akajaribu pia kutoka. Almost down the stairs going. Karibu chini kwa akiteremka. Something pulled me back again. Kitu kikamvuta tena And juu. when I went this time, I went inside the room, Na wakati aliingia alienda ndani ya chumba. counted 15,000 shillings, Akahesabu 15,000. removed it and put it in my pocket. Nikaitoa nikaweka kwa mfuko I wangu. knew the balance now was 20. Nilijua sasa iliyosalia ni 20. Not understanding what was happening. Bila kujua kilichokuwa kinatendeka. I took an envelope in the office Nikachukua bahasha and afisini. put 20,000 in it Na nikaweka 20,000 ndani and yake. wrote there thanksgiving. Nikaandika pale shukrani. I gave it to the secretary Nikampea sekretari. and walked away the office. Nikatoka afisini. A very confused man, Mtu ambaye not amechanganyikiwa. understanding what I've done. Asijue kile ambacho amefanya. Later on, after a week, Baada ya wiki I went back to the office akarudi and the afisini. secretary approached me Na sekretari and he said akamwambia very simple one. akamwambia maneno ya Remember, not the prophet. si nabii The kumbuka. secretary told me, Lakini sekretari the akamwambia envelope you gave me, ile bahasha ambayo I ulinipa took it straight to a dad inside. nilipelekea baba kule ndani. The man, when he saw it, Huyo mtu baada ya he kuiona stood up out of his chair, alitoka kwa kiti chake, knelt down and started speaking in tongues. alipiga magoti na akaanza kuzungumza kwa I ndimi. didn't understand the prayer he was making, Sikuelewa maombi ambayo alikuwa and I anafanya left the office. na nikatoka That afisini. is what she told me. Hivyo ndivyo alimwambia. She told me that time you came, there was a need. Alimwambia hiyo kati ambapo ulikuja kulikuwa na The agents hitaji. were just about to lock the office. Ofisi ilikuwa karibu kufungwa. During those days, rent in the office was 17,600. Wakati huo kodi ya nyumba ya ofisi hiyo ilikuwa 17,600. So during the daytime, the man of God gave the secretary that money, Kwa hivyo mchana huo huyo mtu wa Mungu akapea sekretari hizo fedha. went and paid rent. Akaenda akalipa kodi. The rest, electricity was paid. Na nyingine wakalipia In stima. the same building that we are in today. Na hiyo mjengo ambao tuko ndani leo. Those days, I would never even know I would be a pastor. Wakati huo hakujua kwamba naweza kuwa I was mchungaji. not even having any prayer point like God used me as a vessel. Hakuwa pia na ombi kama hiyo kwamba Mungu nitumie kama There is a chombo. time you meet the need in the ministry. Kuna wakati unakutana na hitaji kwa huduma. God will shake your blessings wherever they Mungu are. atatikisa baraka zako mahali I zilipo. didn't know by attending to the need
in the ministry, sikujua kwa kufikia hitaji la I huduma. was attending to my destiny. Alikuwa anafikia hatima The yake. life that I've lived in the ministry is a life of giving. Maisha ambayo ameishi kwa huduma ni maisha ya kutoa. Anything I've learned better than prayer is giving. Kitu ambacho amejifunza zaidi ya maombi ni kutoa. This does not mean that I don't pray. Haimaanishi kwamba ombi. Even now I'm always in prayer Hata hivi sasa hivi niko maombini. because of the crossover that we are having. Kwa sababu ya hiyo kuvuka ambayo tuko Because nayo. of the altar that we are molding in Kwa Eldoret. sababu ya madhabahu ambayo tunatengeneza Those Eldoret. children that I have in Eldoret, Kwa sababu ya watoto ambao niko nao hapa they Eldoret. understand that I don't even attend services today. Wanaelewa hivyo pia yeye kui katika ibada siku hizi. I am somewhere in prayer praying because of this altar. Ako kakiombea mahali kwa sababu ya madhabahu I haya. didn't know that giving was opening a way for me today. Sikujua kwamba kutoa huko kulikuwa kunamfungulia There njia. is what you can do today Kuna ile ambayo unaweza fanya that leo will affect your destiny ambayo tomorrow. italeta madhara kwa hatima yako There is kesho. what you are doing tonight Kuna ile ambayo unafanya usiku wa that leo will open all the doors for you tomorrow. ambayo itafungua kila lango kwako kesho. Child of God, hear me. Mwana wa Mungu sikiza. Because God has just given me your Kwa word. sababu Mungu amenipa tu neno lako. Not everything in life is about prayer. Si kila kitu kwa maisha inatokana na Maybe maombi. you are wondering what is the prophet saying tonight. Pengine washanga mchungaji asema nini I am leo. saying prayer is good because I'm also in prayer now. Nasema maombi ni mzuri kwa sababu hata hivi niko I'm maombini. praying for those super 1,000 sacrifiers. Naombea pia wale super 1000 These sacrifice. 1,000 people who are saying we are sacrificing for the work in Eldoret. Hao watu 1000 ambao wanasema tunajitoa dhabihu kwa sababu ya kazi ya Eldoret. When you have a bunch of keys, Wakati uko na funguo you nyingi, must be very careful lazima ukuwe mwangalifu. which key to use for which door. Ni kufunguo gani kutumia kwa lango You gani? can never take the house key Hawezi chukua kifunguo ya nyumba to open your car. kufungua gari lako. There is always a key for every door. Lazima kuna funguo kwa kila lango. Now, in this season that we are going through, Kwa hivyo kwa majira haya ambayo tunapitia, there is a great key that we are using. kuna funguo kuu ambayo tunatumia. Some people call after the service Watu wengine wakapiga baada ya and ibada. say, "Man of God, pray for me, I've heard you. Wakasema mtu wa Mungu tuombe, I nimekusikia. only have 5,000 shillings in my pocket Niko tuna 5,000 kwa mfuko. and I want you to pray for me so hard Nataka uniombe kwa nguvu zaidi. so that I get enough money to pay all the rent balances that I have." Ili nilipe kodi ya nyumba yote ambayo niko The nayo. greatest key in this season, Mfunguo mkuu kwa majira haya. prayer is good, Maombi ni nzuri. but the key that God is using to answer us this season, Lakini ufunguo ambao Mungu atumie kutujibu majira it haya is the key of sacrifice. ni mfunguo wa kujitoa It dhabihu. is the key of giving to God. Ni ufunguo wa kumtolea Mungu. So when the key is prayer and giving, Wakati ufunguo ni kutoa na kuomba, then we use prayer and giving. tunatumia kufunga, kuomba na When the key that season is reading the Bible, wakati ufunguo wakati ni kusoma Biblia, we read the Bible. tunasoma Biblia. When in that season the key is giving, Na wakati kwa majira hao ufunguo ni kutoa, then God is saying those who are giving, Mungu anasema wale wanaotoa I am causing an overflow in your life. nasababisha mtiririko zaidi maishani mwenyu. So the key this season is giving. Kwa hivyo funguo majira ni And kutoa. let us not be confused over that key. Na wacha tuchanganyikiwe kwa ufunguo huo. Now let those 1,000 super sacrifiers Wacha wale 1000 super sacrifice be an answer to the question in the ministry Eldoret. wakuwe jibu kwa swali ya huduma hapa Like Eldoret. the widow became an answer to the question in the ministry of Elijah. Na hivyo mjane akawa jibu katika swali katika huduma la Eliya. The 1,000 super sacrifiers. 1000 super sacrifice. These are men that have given out their sacrifice. Hao ni watu ambao wametoa dhabihu yao. These are men that are continually giving part of their resources, Hao ni watu ambao wanaendelea kutoa sehemu ya rasilimali that by zao the end of this month, ili kufikia mwisho wa mwezi they will have huu completed their vow and sacrifice of 2,000. watakuwa wamemaliza nadhiri yao na dhabihu ya 2000. Now remember that every time you increase in giving to God, Kumbuka kila wakati unaongezeka kumtolea Mungu, you increase God's provision in your life. pia unaongeza kuletewa kwa Mungu maishani mwako. Every time you position yourself to give to God, Kila wakati unajiweka kumpea Mungu. when we accept to be an answer in the altar, Wakati tumekubali kukuwa jibu madhabahuni, we come early and sweep and wash the altar. tunakuja mapema na kufagia na kuosha
kuosha that means madhabahu. we are being an answer in that altar. Inamaanisha tunakuwa jibu kwa madhabahu hayo. Sometimes you can even go and visit your pastor Wakati mwingine unaweza enda kutembelea mchungaji and wako provide in his house. na pia umpelete kitu nyumbani You are mwake. being an answer in the house of your man of God. Unakuwa jibu katika nyumba mtumishi wako wa Mungu. Sometimes you are there in the church and it's like electricity has not been paid. Wakati mwingine uko kanisani kama stima ijalipwa And you are giving out your money to pay electricity. na unatoa fedha yako ilipe You are stima. being an answer to the question in the ministry. Unakuwa jibu katika swali la huduma. Now, when you are doing this, Wakati unafanya hii, the Bible says that after she had done it, Biblia inasema wakati alifanya, there was food every day for Elijah and the widow. kulikuwa na chakula kila siku kwa sababu ya Elia na mjane. And not just the widow and also the son. Na si mjane tu pekee, hata mwana wake. So the last meal that this widow would eat and die Kwa hivyo chakula cha pekee ambao mwanamke huyo angekula na afe turned to be enough food ikageuka kawa chakula cha kutosha for the ministry kwa sababu Elijah. ya huduma Elia. And when the ministry had food, Na wakati huduma ulikuwa na chakula, the house of that woman also had food. nyumba ya mwanamke huyo pia ulikuwa na chakula. Somebody, you are not getting just what I'm talking Mtu about upati tonight. kile ambacho nazungumzia usiku wa leo. Am I teaching somebody tonight? Je, nafunza mtu usiku wa It leo? is when there was food in the ministry Ni wakati kulikuwa na chakula katika huduma and the woman had supplied a cake to Elijah. na mwanamke huyo alikuwa amemletea mkate That Elia. is when there was also food in the house of that woman. Hiyo ndio wakati kulikuwa chakula pia kwa nyumba ya mwanamke huyo, Not just for the woman, si kwa mwanamke tu, also for her son. pia kwa mtoto And wake. when you go a little further, the Bible says sometimes later her son died. Na ukiendelea zaidi, Biblia inasema wakati fulani mwanawake There is akakufa. nothing problem with your son dying. Hakutakuwa shida yote kwa mtoto wako When kufa there is food in the altar, wakati kuna chakula katika there madhabahu. is nothing wrong with you calling me and telling me COVID has taken you. Hakuna shida kuniambia kwamba COVID imekuchukua And now you are somewhere being isolated. na sasa hivi uko mahali umetengwa. As long as there is food in the ministry, Kama tu kuna chakula katika huduma, as long as you have supplied your cake in the ministry, kama tu umeweka mkate wako katika huduma, that COVID that has put you in isolation, hiyo COVID ambayo imekutenga, the Bible says Elijah took the son to that woman, Biblia inasema Elia akachukua mtoto akampeleka kutoka kwa mwanamke ule, went in the upper room. akaenda kwa chumba cha juu. Let me not talk about what happened Wacha there. nisizungumzie kile ambacho kilitendeka And the kule. child came back to life, Na mtoto akaishi tena and he carried the baby and gave back to the na mother. akamrejesha mtoto kwa mama yake. So this means, just like I said, Inamaanisha kama jinsi nilivyosema, what you are doing in the altar of Eldoret today kile ambacho unafanya katika madhabahu ya Eldoret will leo take care of your son, italinda mtoto wako, will take care of your daughter, italinda binti will wako, take care of your husband. italinda mme wako. Stop complaining your husband left you. Wacha kulalamika mme wako alikuacha. There is nothing grave with your husband leaving you. Hakuna kitu kibaya kwamba mme wako amekuacha. All the time you will not be with everybody. Kila wakati hautakuwa na kila mtu. Some of you, your husbands left you, Wakati wengine mme wenyu waliwaacha and wengine that is wenu, why today your heart is in God. na hiyo ndo maana leo roho yenyu iko kwa There Mungu. is no comfort in this world. Hakuna utulizo kwa dunia The hii. Bible says in the book of Job number 42, Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu 42, every man born of a woman, kila mtu aliyezaliwa na the mwanamke days are few siku zake ni chache, and full of trouble. nayo imejazwa So mashaka. there is no good comfort in this Kwa hivyo world. hakuna utulizo mkuu katika The dunia hii. comfort we are looking for Utulizo ambao tunatafuta must only be found in serving ni God. lazima ipatikane kumtumikia And the Mungu. Bible says Na this. Biblia yasema hivi, After she had made a cake baada ya kutengeneza keki and supplied to the altar in Eldoret, na akapeleka katika madhabahu and Eldoreti, the foundation of the altar in Eldoret now was complete. na msingi wa madhabahu ya Eldoreti sasa hivi ilikuwa There imeisha. was now food both for the pastor, Kulikuwa sasa hivi na chakula kwa mchungaji, because now there was overflow. kwa sababu kulikuwa na mtiririko mkuu. What I'm feeding you with tonight is food. Kile ambacho nawalisha leo ni And chakula, until there is food in the house, na mpaka kuwe na chakula kwa nyumba, there is nothing that will come back to your house. hakuna kitu kitakuja kwa nyumba yako. Until there is food in the altar, Mpaka kuwe na chakula katika madhabahu, there is nothing that will come back in your house. hakuna kitu kitakuja maisha kwa nyumba There is no yako. anointing in the altar. Kama kuna upako katika Our madhabahu, children will die and we will have no place to take watoto them. wetu watakufa na tutakuwa na mahali. Be
question in this season. kuwa jibu katika swali ya majira haya. Listen to what I'm saying tonight. Sikiza kile ambacho nasema You leo. cannot be an answer to a question in Hawezi kuwa Eldoret jibu kwa swali hapa Eldoret and remain poor. na ubaki maskini. You cannot be an answer to the question we have tonight. Hawezi kuwa jibu kwa swali ambayo tuliko nalo leo. And the question is making an altar in Eldoret Na swali ni kutengeneza madhabahu Eldoret and remain poor in your life. na ubaki maskini maishani mwako. Wealth and poverty Utajiri na umaskini is a choice that men must make. ni uchaguzi ambao mtu lazima afanye. I chose to serve God with my wealth when my papa was there. Nilichagua kumtumikia Mungu na utajiri wangu wakati babangu And alikuwa. if there is anything that I know how to do is paying my tithe. Na kama kuna kitu ambacho najua kufanya ni kulipa fungu la Because kumi I know yangu. every time I eat tithe, I'm killing my life. Ndo najua kwamba kila wakati nikikula fungu la kumi najiua mwenyewe. Tithe is a kind of food that only the priest can handle. Fungu la kumi ni chakula ya pekee ambayo ni kuhani tu lazima There are ishughulikie. sacrifices that you cannot handle on your own. Kuna dhabihu ambayo huwezi shughulikia You mwenyewe. need a priest to handle your sacrifice. Unahitaji kuhani ili ashughulikie. You need a priest to handle your time. Unahitaji kuhani ashughulikie fungu la kumi yako. So wealth and poverty is in the choice of men. Kwa hivyo utajiri na umaskini iko kwa uchaguzi wa So wanadamu. tonight you are choosing either to be poor or rich. Kwa hivyo usiku wa leo unachagua kati ya kuwa tajiri au When maskini. you are giving to the work in Eldoret, you are making a positive choice. Wakati unatoa kwa sababu ya kazi ya Eldoret unafanya chaguzi ulio nzuri. And giving in the house of God have made me to be rich. Na kutoka katika ufalme wa Mungu imenifanya niwe tajiri. And the greatest riches that I have in this world Na utajiri mkuu ambao niko nao kwa dunia hii are men and women who are listening to my voice tonight. ni wanawake na wanaume ambao wanasikiza sauti yangu siku ya Those leo. are the children in Voi, Machakos, and everywhere that God have given me. Hao ni watoto kutoka Voi, Machako na kila mahali ambao Mungu Those amenipa. are the children in Eldoret that God have given me to look at. Hao ni watoto wa Eldoret ambao Mungu amenipa ili I'm niwalinde. not counting the things of this world as riches. Sihitaji vitu vya dunia hii kama I'm utajiri. counting the bigger church in BHB. Nataja kanisa kula Biblia usema. Those who are listening tonight, Wale ambao wanasikiza usiku wa you leo. are the reason why I'm alive. Wewe ni sababu ambayo naishi. You are the reason why I'm making this news. Ni nyinyi sababu kwa nini nafanya ujumbe You are huu. the reason why I'm shouting like this. Ni sababu ambayo napaza sauti And hivi. you are the riches that God have given Na me. nyinyi utajiri ambao Mungu And amenipa. every time I find an opportunity to go before God, Na kila wakati ambao napata fursa kwenda mbele za I Mungu. thank God for all of you. Nashukuru Mungu kwa sababu yenu You are yote. great people. God loves you so much. Nyinyi watu wakuu Mungu anawapenda zaidi. God has not brought me at the city gate Mungu hajanileta katika lango la mji for shame. kwa aibu. As a matter of fact, He has also sent you at the city gate Hata hivyo amekutuma wewe kwa lango la mji. because He knows 1,000 people tonight Kwa sababu anajua watu 1000 usiku wa are leo. going to be the questions, the answers to the question that we have in Eldoret. Wanaenda kuwajibu kwa swali ambayo tuko nayo hapa And the Eldoret. greatest question that the prophet has in Eldoret Na swali kuu ambayo nabii ako nayo hapa is Eldoret that we may build the altar in Eldoret. ni kwamba tujenge madhabahu hapa Eldoret. And after this, all that the prophet will do, Na baada ya hii kile chote ambacho nabii there atafanya. are men in your life, don't allow them to die. Kuna watu kwa maisha yako usiwaruhusu wafe. If the widow had allowed Elijah to die for Kama lack of mjane food, ule angemwacha Elia afe kwa sababu ya kukosa chakula. remember Elijah had said, Kumbuka Elia alikuwa amesema until by my word mpaka kutokana na neno langu there shall be rain in the land. kutakuwa na mvua katika nchi. So this is a man whose words can bring rain in your Kwa life. hivyo huyu ni mtu ambaye maneno yake yanaweza leta mvua maishani mwako. Today you don't have rain in your life. Leo hauna mvua katika maisha Today yako. you don't have rain in your ministry. Leo hauna mvua katika huduma yako. Today you don't have rain in your marriage. Leo hauna mvua katika ndoa You are yako. saying your life is dry. Unasema maisha yako imekauka. Which prophet have you killed? Je, nabii mgani ambaye umemuua? Which prophet came at the city gate? Ni nabii mgani alikuja katika lango la And you are mji? supposed to provide to that prophet. Na ilikuwa umpe nabii huyo. And you allowed the prophet to die. Na ukaruhusu nabii huyo afe. Don't allow these men to die. Usiruhusu watu wao wafe. Don't discourage servants of God. Usishushe watumishi wa These Mungu. are men who need your prayer. Hao ni watu wanaohitaji maombi yako. These are men who need you to be answers Hao ni watu ambao wanahitaji muwe jibu to the questions of ministry that they have. kwa swali ya huduma ambao wako nayo. God will never come from heaven Mungu hatawahi toka to mbinguni
kuweka mafuta katika gari ya mchungaji God wako. will never come from heaven Mungu atawahi toka to mbinguni pay the rent for your pastor. kulipa kodi ya nyumba ya mchungaji God wako. will never come from heaven Mungu atawahi toka to mbinguni pay the church office in the city. kulipa ofisi ya kanisa mjini. And that is why God is not coming from heaven Ndio maana Mungu atoke mbinguni to build the altar in Eldoret. kutengeneza madhabahu Eldoret. He's using 1,000 people who are hearing tonight. Anatumia watu 1,000 ambao wanasikiza usiku wa leo, People who look humanly to be unable, watu ambao wanaonekana kwamba hawawezekani kiwanadamu, but God enters their inability lakini Mungu anaingia kwa kutowezeshwa to kwao bring out his ability. kuleta uweza wake. Somebody praise the Lord. Bwana asifiwe mtu. So it is not by accident you are at the city gate with this voice. Kwa hivyo si kwa ajali uko katika lango la mji na sauti hii. This is a voice of a servant of God Hii ni sauti ya mtumishi wa Mungu who is at the city gate, ambaye ako kwa lango la mji, saying, "Oh, ye 1,000 men and women, anasema enyi nyinyi watu 1,000, go prepare your cake as you have said. endeni muandae mkate wenyu jinsi But mnavyosema, first bring the cake to me, lakini kwanza nileteeni so that I may build the altar in Eldoret. ili nitengeneze madhabahu Eldoret." And after that, the voice of God is saying inside me, Na baada ya hiyo sauti ya Mungu inasema ndani mwangu, that pot of flour, hiyo chungu cha unga, that pocket of money that you have, hiyo mfuko wa fedha ambao uko nao, that bank account that you have, hiyo akaunti ya benki ambayo uko nayo, shall never cease haitawahi kuisha from seeing the fire of breakthroughs. kuona upenyo. What do I say tonight? Nasema nini leo? The work in Eldoret, Kazi hapa Eldoret the responsibility have been put in you. imewekwa juu yenu. Maybe you are a preacher like me and you are struggling in ministry. Pengine ni mhubiri kama mimi na unang'ang'ana kwa Maybe you huduma. are a church member somewhere and you killed a prophet at the city gate. Pengine ni mshirika mahali na uliua nabii katika lango Run la back mji. to your pastor and seek forgiveness. Mkimbilia mchungaji wako na uombe These msamaha. are men who have laid their hands on you. Hao ni watu ambao wamewekelea mikono yao juu You are where yako. you are today because of the man who is at the city gate. Uko mahali ulipo kwa sababu ya mtu huyo aliyeko lango la mji. Stop opening your mouth carelessly, Wacha kufungua mdomo wako bila kujali speaking about men of God. kuzungumzia watu wa The Mungu. Bible says something that I want to read and clear up the service tonight. Biblia inasema kitu ambacho nataka kusoma na nimalizie ibada usiku wa leo. What this woman has done, Kile ambacho mwanamke huyo she amefanya, has sought the kingdom of God first. ametafuta ufalme wa Mungu And kwanza. the Bible says in Matthew chapter 4 verse 4, Na Biblia inasema katika Mathayo 4:4 go seek the kingdom of God first, ya kwamba nendeni mkautafuta ufalme wa Mungu and kwanza, the rest shall be added unto you. na mengine ataongezeweni kwenu. So answer the question in the ministry Kwa first. hivyo jibu swali ya huduma The kwanza, rest is about to attack you. mengine yako tayari kuwaingilia. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, the name that is above every name, jina lililo juu ya majina I yote, release an extension of grace na achilia kunyoka kwa neema because of the work you are doing in kwa Eldoret. sababu ya kazi ambayo unafanya Eldoreti. Bless these 1,000 men and women Kubariki wanawake na wanaume who have 1,000 extended their love to you by giving ambao wamenyosha upendo wao kwako kwa kutoa because of the work in Eldoret. kwa sababu ya kazi hapa In Eldoreti, Jesus' mighty name. kwa jina kuu la Yesu. If you heard that word and you said amen, Kama ulisikia neno hilo ukasema I amina, welcome you to be part of those 1,000 men and women na ukaribisheni kuwa kati yao watu who are 1,000 sacrificing only 2,000 shillings in the month of November. ambao wanajitolea tuna 2,000 kwa mwezi huu wa Novemba Give towards the building of the altar in Eldoret. kutoka kwa sababu ya kujenga madhabahu Eldoreti. May the God that I serve Wacha Mungu nayemtumikia bless you until your enemies are surprised. akubariki mpaka maadui zako washangazwe. Amen. Amina. Mimi hapa studioni nimebarikiwa kupitia neno hilo. Neno hilo limekuwa neno langu la kumalizia mwezi huu wa Novemba, ambayo litanibariki ili nitakapofika mwisho wa mwezi huu nitakuwa nimeuona baraka wangu ambayo Mungu amenipangia. Hapo ulipo nyumbani, ninakushukuru kwa kujiunga nasi ili kufanyikiwa kwa ibada hii. Na ukitaka kukutana nasi, pate katika mji wa Eldoreti. Kule pata afisi zetu katika jengo la Berul Business Center ambayo ilijulikana kama Petrisha. Nitarudia, tupate katika jengo la Berul Business Center ambayo ilijulikana hapo awali kama Petrisha. Ukitaka kuwasiliana na mchungaji wetu, piga nambari zifuatayo. Nambari ya kwanza 07222437
0722 nitarudia 0722243702. Nambari ya pili ni 0721990930. Nitarudia 0721990930. Hadi Alhamisi ijayo,